Hamjambo wandugu wa Kongo au Wakongomani pale mnanifuata. Sina mengi ya kuzungumza mwa hii video ya kidogo, itakuwa fupi sana, lakini tunafuatilia sana mambo ambayo yanaendelea kwetu Kongo. Manifestation anti-MONUSCO ambazo zilianzia Goma, sasa zinakuwa à travers nchi nzima. Et puis tunadeplore kifo cha ndugu zetu. MONUSCO ambayo iko censé kusekurize population civile nayo inajiongezea ba victime bengine comme si benye balisha kufa depuis les 2 décennies biko pale mu Congo habatoshi. Et voilà, c'est si bien justifié benye tulishazungumzia miaka nenda miaka rudi kama ile MONUSCO haina kazi pale. Ils sont là pour leurs intérêts et pour les intérêts de multinationales benye balibatuma pale. Nilisema mu video yangu yenye ilipitaka kama watu wanajiita sema ni peacekeepers, donc contingent pour le maintien de la paix, walinda amani. Mlinzi analindaka kitu ambacho kiko. Sasa sijua hawa wanalinda amani ya wapi? Nchi deja haina amani. Sasa na wanajidai sema wanalinda amani. Ni amani gani wanalinda Mkongo? Depuis wako pale wanaweza tuambia tu groupe terroriste moya, groupe armé moya yenye peke walisha eradike par leur propre force. Isipokuwa tu wakati mwingine tu wanakuja tu kujifanya wenye kusaidia FRDC na FRDC kishaganye vita fulani au incursion fulani wanajipiga kifua. Mimi nimesema à travers le média international kama hawa watu il était temps watoke sasa Mkongo warudi kwenye walitoka. Wanatumikia les impérialistes, hawatumikie Kongo, hawatumikie amani ya Kongo, na hakuna hata siku moja hawa watakuja kuleta amani Kongo. Ukiangalia deja mu region ya Nord Kivu, angalia Mabeni, mawapi watu wako wanakufa, wanachinja watu a quelques mètres ya maposition za MONUSCO. Inafanya nini? Mu Sud Kivu la même chose. Kule Kasai wakati wa Kamwina Nsapu, c'était la même chose. Bakata Katanga kule Lubumbashi, c'est la même chose. Et alors, wanafanya kazi gani? Et la chose la plus pire, wenyewe wanakuja kujisemea eti hawana silaha za kupambana na M23. Sasa kazi yao ni nini? Ndugu zangu mnaambia, kazi yao ni nini? Hatuko pour la violence. En tout cas, tu supporter wale watu ambao wanapie, wanauana, wananyanyasa wengine. Hapana. Mais, entre autres, hatuko pour présence ya MONUSCO sur le sol congolais, sababu tangu wako pale hawajasaidia hii nchi wala wananchi kwa jambo lolote. Nafikiri haya mambo tutayarudilia kwa muda wenyewe. Tuzungumzie tangu MONUSCO iko Mkongo hadi leo hii. Tufanye quand même un certain bilan, tuone ilisaidia nini, ilifanya nini. Watu wengine watasema no, unaona wanataka enda, ndugu zetu wengine watakuwa mchômage. Que vaut le prix de ce chômage-là et que vaut le prix de la sécurité de toute une nation? Je ne crois pas que maintenir la MONUSCO au Congo iko na kitu yenye nafaidisha Congo. Pourtant, kuko bitu bingi vyenye presence ya ile MONUSCO iko inaribisha pale. Nilibisema mu video yangu fulani, si j'ai bonne mémoire, kama haiko ku BBC. Sema kama parmi les ennemis du Congo figure aussi cette MONUSCO-là. Ile MONUSCO iko na uzisha maarme kuma groupe za armées. Ile MONUSCO d'une façon camouflée iko nyuma ya M23. Et puis ile yote iko inafikia wakongomani kuuawa millions. Pour eux c'est du Schadenfreude.
Schadenfreude, donc wanaonesha kama wanahusika, kumbe huku nyuma wanafurahia, sababu ile insecurity ndio inawapa kubaki Kongo, ndio inawapa kupora Kongo, na ndio inawapa neno au niveau international, meme kule kufa fameux conseil yabo ya sécurité ya ONU. Nasemaga kila mara ndugu zangu, ONU c'est un instrument des hommes forts, de pays riches, des géants du monde pour la manipulation du reste. La manipulation, et bien la manipulation de tout le reste. Donc l'ONU, kama njo watu watachungia ako retour ya sécurité muinchi, c'est que tutaichunga mpaka au retour de Jésus. Il faut que nous nous prenions en charge. Kongomani ndugu zetu, tusifikiri hii nchi yetu itakuwa libere na ONU, haitakuwa libere na Conseil de Sécurité, haitakuwa libere na EAC, wale majeshi ambao watatoka mu East African Community. Hamna, udanganyifu mtupu. Mara ngapi Rwanda imekuja Kongo eti wanakuja kuwasaka FDLR? Sasa waliwamaliza. Mpaka leo wanadai eti FDLR ni menase kwa nchi yao. Ujinga mtupu. Burundi mnajua, watu hawajui, lakini majeshi ya Burundi kwa Sud Kivu. Majeshi ya Burundi kwa Sud Kivu kabisa mplene ya Rusizi, majeshi ya Burundi kwa Haut Plateau, Haut et Moyen Plateau, kule Maminembwe, Maitombwe kule. Eti wanaenda pigana na Red Tabara. Si convention ya watu wawili, sio convention za nchi mbili, convention za watu wawili, yani Tshisekedi, Chilombo na Ndayishimiye, president wa Bujumbura wa Burundi. Majeshi za Uganda ziko kwetu Kongo, mule Muituri eti wanapigana na ADF. Ujinga mtupu. Mtanikubali nyuma kwamba après des années UPDF nao watarudi kwao Uganda na ADF itabaki hapo. Na tangu walifika sasa UPDF nao wenyewe, kimesaidia nini? Mbona kinaendelea kunuka tu? Watu wanakufa zaidi tena kuliko mbele. Na ile etat de siege sasa waliweka Nord Kivu ndugu zangu. Maana yake nini? Maana yake nini? Felix iko pale alishaonesha faiblesse zake zote kabisa. Kurestore FRDC bimemushinda, kurestore comment le dire, donc l'instrument sécuritaire ya Kongo imemushinda. Hatuwezi baki mkulalamika tu. Hii Kongo haitabaki mkulalamika tu. Kongo iko na mamwaya zote kabisa za kuunda jeshi ambalo la kujihami na kulinda usalama wa nchi nzima. Inawezekana. Na haya yote ambayo yanaendelea, Tshisekedi anataka kuyafaidia ili uchaguzi usifanyike mwaka kesho. Na haya mtayaona. Lakini neno la kwanza, mimi siko pour la violence contre la MONUSCO, mais niko pour le départ de la MONUSCO. MONUSCO itoke Kongo na instauration ya justice ifanyike. Tulishaomba miaka nenda miaka rudi, il faut une création d'un tribunal international, d'un tribunal, comment le dire, création ya tribunal international ya kukondane zile maexaction zote ambazo zimefanyika Kongo depuis 1996 à nos jours. Il y a mainstruments za mingi za kusaidia ili wale wote ambao wamefanya hayo madhambi zote Kongo wajulikane. Tuko deja na rapport mapping ou bien mapping report. Mnajua UN nayo mpaka leo haijataka hii itoke. Wanajifanya tu watu wazuri, wananganga tu, lakini kumbuka
hii MONUSCO ambayo inajifanya polisi wa nchi, mlinzi wa nchi, ni hawa wanakrea madega na nyuma wanajifanya wakuja sasa kupigana na hayo madega. Dans le Sahel, nous avons des témoignages. Vous le savez, le cas de la Libye, vous avez le cas de l'Irak, vous avez le cas du Mali, vous avez le cas de la Somalie, vous avez le cas de l'Iran. Na mahali pengine, vous savez ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui entre l'Israël, entre Palestine et l'Israël. Donc, hawa tusichunge eti watatuletea amani. Wanang'ang'aa tu lakini sio dhahabu. UN inang'ang'aa tu lakini sio dhahabu. Not everything glitters is gold, you know. Tusichunge. UN itatusaidia. MONUSCO itoke kwenye udongo wa Kongo. Na sisi wenyewe tujiprendre en charge. Hiyo ni kweli kabisa. Na ninajua kwamba hatuna institution za kufanyia hii nchi kazi, ila nina matumaini kwamba Mungu anajitafutia Musa ambaye atakuja kuwatoa Wakongo katika haya maisha ya mateso ambayo yamezidi sasa zidi ya miaka 20, miaka 12 na zaidi. Yani tusichoke. Kwa hiyo ndugu zangu, nilipenda tu kuzungumzia kwa mafupi, na muda mwingine tutakuja kuzungumzia zaidi. Ila violence hapana. De part ya MONUSCO ndio. Tshisekedi naye faiblesse zake zimejimanifeste. Jean-Marc Kabunda ambaye alikuwa mwenyekiti wa UDPS ameyazungumzia, ingawaje watu hawakumsikia. Sikutaka maneno mengine alitumia, lakini tukiingia dans le fond, alizungumzia ukweli. Nous n'avons qu'un gouvernement de jouisseurs, des pilleurs, et c'est tout. La naïveté qui leur caractérise inaonesha kama sio watu wa kulinda ile nchi na kuitetea. Kwa hiyo tusimame tujitetee kama wananchi. Tusipojitetea tutakufa, tutaisha. Na zaidi sana, Mungu ailinde Kongo. Mungu awalinde ndugu zangu ambao bado mnaitetea Kongo, na wale wengine ambao wanatoa maisha yao ingawaje wanasalitiwa na Wakongo wengine. Lakini kwa kila kitu kuna mwanzo na kuna mwisho. Asante sana, nawapenda. Tuendelee kuungana kwa video nyingine ambazo zinakuja. Mubarikiwe sana. Que vive le Congo, que vive le pays de Patrice Lumumba et Kimpa Vita. À plus tard.